Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen. Tunaingia kwenye mdahalo wetu wa Mwenge wa Kaunti. Kama nilivyokuarifu awali, katika muda wa miaka 13 hivi na miaka 14 kuanzia wakati ambapo ugatuzi ulipoasisiwa chini ya katiba mpya, kumekuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanarejea vijijini, wanarudi kwenye kaunti kufanya makazi, kufanya biashara. Je, hili ni jambo la kukusudiwa ama ni jambo ambalo limetokana na ugumu wa maisha? Na hii leo tungependa kusikiza kutoka kwako kupitia nambari ya rafa 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Je, maisha vijijini yana nafuu kuliko maisha ya mijini na kwa nini? Wasiliana nasi. Hapa studioni tuko na wageni wetu ambao wataweza kutueleza maazimio yaliyokuwepo wakati ambapo katiba mpya ilikuwa inaasisiwa, na pia tutakuwa tunawasikiza wananchi kutoka kaunti mbalimbali. Hali iko vipi? Hapa studioni tuko naye Emmanuel Nzai ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya Vision 2030. Pia ni mwenyekiti na mwasisi wa Jumuiya ya Kaunti za Pwani ambayo inaangazia namna ambavyo kaunti hizo zinaweza kukua kwa pamoja. Upande huu tuko naye Hamilton Parseina ambaye ni waziri wa ardhi, mipango na ustawi wa miji katika kaunti ya Kajiado. Muda mfupi kutoka sasa pia tunatarajia kwamba tutaweza kuungana naye mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi pamoja na naibu gavana wa Kilifi Bi Flora Chibule, na wataweza kutupatia taswira kamili ya jinsi hali ilivyo. Nitaanza na wewe Nzai. Wakati ambapo ugatuzi ulikuwa unaasisiwa haswa chini ya mpango wa Vision 2030 na baada ya COVID-19 tumeona kwamba watu wamehama kutoka mijini kwenda vijijini. Ni jambo ambalo limewalazimisha kutokana na ugumu wa maisha mijini, ama ni jambo ambalo lilikusudiwa kuleta mafanikio kwa wananchi kote kwa taifa? Asante sana Mashrima. Lilikusudiwa ama ilikuwa kwamba walilazimika? Maksudi ilikuwa ni katiba. Wakenya walikuja pamoja wakasema kwamba hii nchi yetu vile tutaenda na kama tutaendelea kwa pamoja ni tuwe na ugatuzi. Sasa maazimio yale ugatuzi tutazungumza kidogo. Alafu akasema kabla hapo mwanzo hiyo katiba ndio tukaanzisha ile Vision 2030 mwaka 2008. Manake ilianza Vision 2030 tukaweka political pillar, economic pillar na social pillar. Na zote kukawa kuna miradi tofauti tofauti. Mradi mkubwa kabisa wa Vision 2030 wa kwanza ilikuwa ni political pillar, Kenya Constitution 2010. Kwamba Wakenya wote watakubaliana kwamba kuna shida ya siasa na maendeleo yetu na siasa yameambatana, na ni lazima tukubaliane tutaenda vipi. Wakakubaliana ugatuzi, ikawa ni project na ikawa na mifumo mbalimbali ambayo ni tekelezwe kwamba katiba ipite. Kwa hivyo kulikuwa na makusudia mara mbili. Kwanza katiba ambayo ilifikiriwa, halafu tukaweka mfumo wa kwamba vile itakavyopatikana ambao ni Kenya Vision 2030 ambao ni plan. Tukasema tena hii haiwezekani kwamba itafanyika miaka mitano. Tutapanga miaka mitano, lakini tutaiwekelea kwamba ni ya umbali kwa sababu inachukua muda kuleta haya mabadiliko. Janga la COVID-19 halikukusudiwa, lilikuja. Lakini si kwamba hatukujua pia. Unakumbuka ile policy ya kwanza ya Kenya ilikuwa ni kutoa magonjwa, ujinga na umaskini. Hayo majanga mawili ama shida hizo tatu bado ndizo ambazo zilikuja kwa Vision 2030 na nyingine zikachukuliwa na hii katiba mpya. Kwa hivyo nafikiri maksudi ilikuwa ni Vision 2030 na katiba. Janga ilikuwa ni janga tu, sasa ni wananchi wanajipigania livelihoods zao. Na ndio sababu wakaanza kwamba kama vile wanaenda nyumbani kwa harusi, kwa matanga, wakasema sisi tunarudi nyumbani. Parseina, kaunti ya Kajiado ni mojawapo ya zile kaunti ambazo ziko karibu na
Nairobi ambazo zimepokea watu wengi. Ukienda katika miji mingi katika kaunti ama vijiji vingi utapata picha kama hii, na hii picha sijaipenda. Manake ukienda sasa hivi utapata taswira tofauti. Je, kuja kwa watu haswa kama katika kaunti ya Kajiado ambayo inapokea watu wengi kutoka jiji kama la Nairobi, inapata manufaa yoyote? Kuna mabadiliko yoyote ambayo unaweza kusema yametokea? Asante sana Mashirima na ndugu yangu Mzai. Kwanza ningependa kusema kwamba sisi kama Kajiado County tunataka pia kusema kwamba the Constitution 2010 ndio baraka kubwa kwetu. Maana ndio ulileta ugatuzi. Unajua kuna watu wengine saa zingine wanasema counties ni zile tu county councils, lakini kwa ukweli ni kwamba counties are not county councils. Hizi ni serikali kama tu ya national government. Na kwa miaka ambazo zimepita kama miaka 20 hivi tumeona influx ya watu wengi kuja Kajiado. Na kama si kuwa na hizi counties, hii population ingekuja wakati wa county councils ingekuwa overwhelming. Kwa sababu ukiwa na population kubwa hivyo ikija kwa county inahitaji proper planning. Na ukiangalia katiba yetu ilipatia county governments mandate ya planning. Yeah. So ilikuja saa zile county zimekuja na tumepewa uwezo na katiba ya kupanga county zetu, na nataka kupongeza Kajiado kwa sababu ni kati ya hizi counties chache ziliweza kuapprove county special plans ambazo saa hizi ndio inatu guide. Ndio hao watu wakija tunaweza waelekeza bali wanaweza, kama ni residential, kama ni commercial, kama ni industrial, at least tunaweza kuguide. Nataka kusema Kajiado iko chini ya Nairobi Metropolitan ambayo iko na kaunti zingine kama Machakos, Murang'a, Kiambu na Nairobi City County. Lakini Kajiado is a very unique county. Kwanza ukiangalia tu size ya Kajiado ulinganisha na hizi other counties ambazo ziko kwa Nairobi Metropolitan, ukiweka Kiambu, Murang'a, Machakos na Nairobi pamoja itakuwa nusu ya Kajiado. So combined Kajiado is twice as big kama hizo counties. La mwisho nataka kusema county ya Kajiado iko diverse. Yeah, iko diverse. Kuna areas that are highly urbanized. Kuna areas ambazo ni rural kabisa. Kuna pali unakuta highly agricultural. Yeah, ukienda place kama Loitoktok, Ngong, na kule Magadi pali inaitwa Ngurman. Ni high potential in food production. So Kajiado ni tunaweza sema kama kuna county Kenya mzima ambayo ni reflection ya Kenya mzima ni Kajiado. Tumebarikiwa kwamba we are the only county ambayo tumepakana na a capital city ya Kenya, Nairobi, na tumepakana pia na nchi jirani. So strategically we are highly placed. Yeah. Hebu sasa tuungane naye Bi Flora Chibule kutoka kaunti ya Kilifi ambaye ni naibu gavana wa kaunti hiyo. Asante sana Bi Flora kwa kuungana nasi hii leo. Kaunti ya Kilifi pia ni mojawapo ya kaunti ambayo inavutia watu wengi kutoka mijini kuhama kufanya makazi yao katika kaunti ya Kilifi. Lakini kwa wale ambao wako katika kaunti hiyo, wale ambao wamekuwepo kwa muda mrefu, je, wanaona manufaa wakati ambapo watu wanakuja na kuwekeza katika kaunti ya Kilifi? Asante Mashirima na wageni wenzangu. Siku hii ya leo tunafurahia kuwa katika huu mjadala wa uhamiaji wa urban to rural. Na kama ulivyosema,
Nitasema ndani ya Kilifi sisi tumeona kwamba uhamiaji ulianza na unaendelea mpaka sasa, lakini kitu kimoja ambacho kwa mtazamo wangu ninaona ni kwamba uhamiaji huu unakuja kwa sababu kuna fursa. Mahali penye fursa ndio watu wanahama, na pia kaunti ambazo zimejizatiti zikawa na mpangilio wa kupanga pia unavutia wageni ama citizens wengi. Ukiangalia mkondo wetu wa pwani, sisi tunajulikana kwa sababu ile bahari, tuna watalii wengi. Kwa hivyo kuna wengine wanakuja kwa sababu ya utalii, na katika hali zao za utalii wanapata kwamba kuna fursa nyingi. Niseme ya kwamba Kilifi kuna madini mengi, na madini hayo yakiwemo ya ujenzi. Kwa hivyo wataona kuna mchanga, kuna kokoto, kuna simiti na vitu kama hivyo. Kwa hivyo wanaona zile fursa za kuangalia kuwekeza mahali pale. Na zaidi ya yote, mimi mtazamo wangu ni kuangalia ya kwamba watu hawakimbii mijini kwa sababu labda kuna congestion, lakini ni kwa sababu sisi kama Kilifi tunaiangalia kama opportunity migration, uhamiaji ambao ulio na fursa. Manake tunaangalia kuna mseto wa uchumi, diversification. Tunaona kampuni kubwa zile zilizokuwa Nairobi kwa mfano, manake sisi mji wetu mkubwa ni Mombasa, wanataka kuwa na another county ama kazi, tuseme kuwe na extension pale. Kwa hivyo tunaona makazi kama Aquil Water, Revital Medicine, alafu hivi juzi tumepata hii Vipingo Investment Park. Tumeona kuna kampuni karibu msururu wa kampuni 100 ambazo kampuni hizo zimekuwa katika miji fulani ndani ya Kenya yetu. Kwa hivyo kwa sababu kumefunguliwa SCZ, utaona kampuni kama hizo zitapata fursa kuja ndani ya Kilifi. Lakini pia zaidi zinakuja kwa sababu tumefanya ile inaitwa ease of doing business. Kungekuwa hakuna ule wepesi ama ule uwazi, sisi kama serikali kusema kwamba kuna ule uwazi wa kufanya biashara, ingekuwa pia kuna ugumu pale. Alafu angalie Kilifi, tuna kama takribani watu 1.5 milioni na square kilometers ni kama 12,000 hivi, kumaanisha bado tuna maeneo wazi kuita investors waje ndani ya Kilifi yetu. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mungu, manake tuna mkondo wa bahari ambao tunasema opportunities za uchumi samawati, na huu upande wa pili 52% tuna opportunities za kufanya mambo ya ukulima. Na tunajua sasa hivi tunaangalia ukulima mambo leo, ukulima ambao tuna incorporate agribusiness. Naam. Leo hii Mashirima, leo hii Bi Flora, kidogo tu nikukatize, shikilia hapo maana nitarejea kwako. Nataka tuingie katika kaunti ya Nairobi kwa